Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina yangu ni Prophet Roho Safi. Nashukuru Mungu kwa ajili ya maisha yako. Mungu amenenea kwamba umepitia mambo magumu, mazito ya kuvunja moyo na una huzuni tele. Nataka nikuletee habari njema ya kwamba Yesu anakupenda, anakujali na amenituma kwako ili nikaweze kuomba pamoja nawe. Ugonjwa unaokusumbua uondoke maishani mwako, maana Bwana ana mpango na wewe. Ana haja na wewe, anataka uwe na amani na upate uponyaji utokao kwake. Maana tunaye Mungu mponyaji wetu. Jina lake ni Jehova Rafa. Mungu anasema, njoni kwangu mnaosumbuka na kulemewa na mizigo mizito, nitawapumzisha. Basi nataka uweke imani yako kwake Mungu ambaye anakupenda sana na anakujali, akuondolee tabu, mashaka na matatizo ulio nayo. Kumbuka ya kwamba Bwana anakujua hata kwa jina lako. Muamini tu, bado kuna tumaini. Tumaini liko ndani ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Anasema, njoni kwangu mnaosumbuka na kulemewa na mizigo mizito, nitawapumzisha. Biblia inasema katika Zaburi 50 na mstari wa 15, niiteni siku ya mateso, nami nitawajibu. Nitawaitika, nitawakomboa, nanyi mtanitukuza. Ni yeye Yesu aliyemponya mama aliyemwagikwa na damu kwa miaka 12. Tumaini lake likaisha, fedha zake zikaisha. Alipokutana na Yesu akapata tumaini. Biblia inasema ya kwamba na Yesu akamwambia, binti, enenda na amani, imani yako imekuponya. Nataka uweke imani yako kwa Kristo jioni hii ya leo, wakati huu tunapoenda kuomba pamoja nawe. Ndugu yangu na dada yangu, haijalishi ni miaka mingapi umeendelea kuwa katika shida hiyo, Bwana amenituma nikaiweze kuiombea hiyo shida na iondoke wakati huu na madakika haya. Muamini tu Mungu. Ni yeye Mungu aliyeponya nchi ya Jericho iliyokuwa inazaa mapoza na maji yake yalikuwa machungu, hayanyweki, nchi ambayo imekuwa haina faida kabisa. Lakini Bwana kupitia nabii Elisha akaiponya. Niko hapa kama nabii wake Mungu. Ukiamini nabii wake Mungu utaweza kufanikiwa. Ukimwamini Mungu utathibitika. Biblia inasema ya kwamba na nchi ya Jericho ikapona na ikuzaa mapoza tena. Hata wewe utapona, hutakuwa mgonjwa tena. Wewe hutakuwa umepagawa na mapepo tena. Mapepo yataondoka sasa hivi, maana tunaye Mungu mweza wa yote. Ni yeye Mungu aliyemsaidia Petero ambaye alikuwa anavua samaki na usiku mzima hakupata kitu. Asubuhi na mapema anaosha nyavu zake aondoke baharini, maana amevunjika moyo usiku mzima. Yesu akatokea. Hata wewe vile umefika karibu na mwisho, Yesu amenituma kwako. Biblia inasema ya kwamba na Petero akavua samaki nyingi. Kristo alipofika kwake akaona miujiza ya Mungu, akaanguka kifudifudi mbele za Kristo, akasema, niondokee Bwana, mimi ni mwenye dhambi. Miujiza iliyotendeka pale baharini inataka kutendeka kwako sasa hivi. Bwana anataka akuondolee shida ya pesa. Bwana anataka kuondolee shida ya magonjwa na maradhi. Bwana anataka kufungue kutokana na uchawi na magonjwa yote ya Misri. Bwana kuondolee vifungo, maisha magumu ambayo umepitia ya huzuni, ya kilio. Huna mtu wa kukusaidia,
Umetafuta marafiki wamekukimbia. Kristo aliye rafiki wa kweli amenituma kwako, ni kuombee upate kufunguliwa. Utafunguliwa sasa hivi, utawekwa huru sasa hivi. Bwana ataanza kukubariki. Kumbuka, Mungu anakujua hata kwa jina, anakupenda. Anasema, njoo kwangu wewe unayesumbuka na kulemewa na mizigo mizito, nitakupumzisha. Kristo anakuita kwake. Kristo anataka umwamini yeye. Kristo anataka kukutendea miujiza. Anataka akuinue. Anataka akubariki, akuponye. Nataka tu umwamini yeye. Weka imani yako kwake. Nataka tuombe na unyoroshe mkono wako, ugusane na wangu hapa kwa screen. Nataka uguse nguvu za Mungu, uone miujiza maishani. Baba, katika jina la Yesu, mtazamaji na msikilizaji wangu amekuwa na shida ya magonjwa, na ikemea magonjwa na iondoa katika mwili wake, maana wewe ni Bwana Mungu mponyaji wetu. Naomba ukamponye kutokana na magonjwa yote ya kansa, magonjwa yote ya HIV. Naomba Bwana ukamwondolee magonjwa ya tumbo, umwondolee magonjwa ya moyo, ukamwondolee magonjwa ya akilini, kila uvimbe katika ubongo ukaondoke kuanzia sasa katika jina la Yesu. Miujiza yako Kristo ikaanze kutendeka kwa mtazamaji. Mungu wa mbinguni amekuamini wewe, hata amenyorosha mkono kugusana na wangu. Pokea muujiza wa uponyaji, uponyo kutokana na magonjwa yote ya zinaa, ukaponywa na magonjwa yote ya uchawi, ukaponywa kutokana na magonjwa yote ya mapepo, magonjwa yote yanayosababishwa na laana, iondoke katika maisha yako katika jina la Yesu. Magonjwa yote ya kishetani ya kutoka kuzimu ikarudi huko katika jina la Yesu. Roho yako ikapate uponyaji sasa. Naombea roho yako ikapate uponyaji. Pokea wokovu wa Kristo. Pokea uponyaji wa Bwana katika moyo na mwili na afya, na katika kazi, na katika familia yako, na katika biashara. Pokea miujiza. Pokea baraka za kifedha katika jina la Yesu. Pokea miujiza kutoka kwake Mungu katika jina la Yesu Kristo. Maisha kuhangaika na kuhuzunika, kuteseka na kuaibika iondoke. Nimekufungua na nimekuweka huru. Pokea baraka za Bwana. Pokea ushindi wa Mungu. Pokea kibali cha Kristo katika jina la Yesu. Damu ya Yesu iliyomwagika msalabani ikakuzingire na ikakuweke huru, ikakufungue na ikakuweke huru, ikakuinue na ikakubariki, ikakupatia afya na ukapate tumaini. Pokea tumaini la Kristo, na maisha yako kuanzia sasa hayatabaki jinsi yalivyokuwa. Sasa uanze kubarikiwa, uanze kupokea ushindi. Ndio huo, pokea miujiza ya uponyaji. Ndio hiyo, pokea katika mwili wako, magonjwa yote iondoke. Afya upokee, ndio hiyo, pokea afya, pokea ushindi, pokea miujiza katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ndugu yangu, dada yangu, miujiza ndio hiyo, pokea katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Pokea katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa sababu umesikia na umetenda haya yote kwa ajili ya ndugu yangu na dada yangu ambayo tunashirikiana kwa maombi sasa. Anashukuru Mungu kwa miujiza umemtendea. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Shalom. Shalom. Basi unaweza kunipigia simu ili tukaweze kushiriki ushuhuda ambayo Bwana ametenda maishani mwako. Na hisi ndani ya moyo wangu Bwana ametenda, na kutabiria mema, upate tumaini ndani ya maisha yako, na siku zote upate amani na tumaini. Miujiza ni sehemu yako sasa katika jina la Yesu Kristo. Nipigie simu tukaweze kumtukuza Bwana pamoja na wewe kwa jina la Yesu Kristo. Hadi wakati mwingine, Bwana akubariki sana. Amen.